Huenda ukawa unapita mtandaoni na unakutana na video za huyu kijana anayefahamika kama IShowSpeed. Ni miongoni mwa vijana waliokuwa maarufu zaidi mtandaoni kwa sasa. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, huyu kijana ni nani? Anafanya nini? Na kwa nini amekuwa maarufu zaidi kwa watu wengi? Kutoka kijana wa kawaida hadi nyota mkubwa wa dunia. Leo nakuletea historia fupi ya IShowSpeed. Ameanza kufanya nini? Alikuwa nani? Na anafanya nini sasa hivi? IShowSpeed jina lake halisi ni Darren Johnson Watkins Yayara. Alizaliwa tarehe 21 Januari mwaka 2005 mjini Cincinnati, Ohio, Marekani. Alikulia kwenye familia ya kawaida ya tabaka la kati bila historia yoyote maarufu au tajiri. Utoto wake ulikuwa kawaida kama vijana wengine wengi wa Marekani: shule, michezo na muda mwingi wa nyumbani. Tangu akiwa mdogo, Darren alikuwa mtoto mwenye nguvu nyingi, sauti kubwa na hisia kali. Alipenda sana michezo ya video, hasa NBA 2K14 na baadaye michezo ya game ya FIFA. Michezo hii ndiyo baadaye ilikuja kuwa lengo lake la kuingia kwenye ulimwengu wa content creation, yaani uandaaji wa maudhui. IShowSpeed alianza kupakia video kwenye YouTube mwaka 2016 akiwa na umri mdogo sana. Kwa muda mrefu chaneli yake haikuwa na mafanikio makubwa. Alikuwa akistream bila watazamaji wengi, wakati mwingine chini ya watu 10 tu. Kwa miaka kadhaa hakukuwa na viewers, hakukuwa na pesa, hakukuwa na umaarufu, lakini alichonacho ni uthabiti. Aliendelea kustream karibu kila siku baada ya kutoka shule, akizungumza na watazamaji wachache waliokuwepo kana kwamba walikuwa maelfu. Katika mahojiano mbalimbali aliyowahi kuyafanya, IShowSpeed amesimulia kuwa mama yake hakumuunga mkono kabisa. Mwanzoni alipoona streaming kama kupoteza muda tu. Akiwa na umri wa miaka 14 hadi 15, mama yake alimpa onyo kali. Alimwambia ama uache kustream au uondoke nyumbani kwangu. Huu ulikuwa wakati mgumu sana kwake. Alikuwa bado yupo shuleni, hana kipato, lakini alikuwa akiamini kwamba nguvu zote kwa streaming ndiyo njia yake ya kutoboa. Mnamo mwaka 2021, maisha ya IShowSpeed yalibadilika hafla. Clip zake zilianza kusambaa mitandaoni, hasa TikTok, kwa sababu ya reaction zake za kupitiliza, hasira za ghafla, vicheko, kelele na tabia zisizobadilika. Lakini pia kitu ambacho kiliwavutia watu wengi ni namna ambavyo alikuwa anawasaidia watu wengi. Watu hawakumfuata kwa sababu ya mchezo tu, walimfuata kwa sababu ya personality yake. Ndani ya miezi michache, subscribers zilipanda kwa kasi, streams zikawa na maelfu ya watazamaji, jina lake likawa trend kila mahali. Upendo mkubwa kwa mchezaji wa soka duniani Cristiano Ronaldo ni moja ya vitu vilivyomfanya Speed apendwe sana na watu wengi duniani. Ni mapenzi yake ya wazi kwa Cristiano Ronaldo na kauli yake maarufu ya ushangiliaji ya Siu. IShowSpeed alifanya Siu kuwa sauti ya kimataifa. Alianza kucheza FIFA akiwa anamtumia Ronaldo, kupiga kelele kila akimwona, kuvaa jezi za Ronaldo kila mahali. Hii ilimfungulia soko la mashabiki wa soka wa dunia kote, hasa Ulaya, Afrika na Amerika ya Kusini. Mbali na streaming, IShowSpeed alijaribu pia muziki. Nyimbo kama Shake, World Cup zilipata viewers milioni kadhaa kwenye mtandao wake YouTube. Ingawa muziki kwake haukuwa wa kitaalamu sana na hakutilia manani, lakini mashabiki waliupokea kwa sababu ya jina lake na maisha yake. IShowSpeed akiwa na umri wa miaka 16 tu alimnunulia mama yake nyumba ya harama kubwa. Mama yake alimkataza kufanya streaming, lakini baadaye akaja kumnunulia nyumba
iliyoripotiwa kuwa na thamani ya karibu dola milioni 1. Katika mahojiano yake ikiwamo ya Club Shy, alisema wazi, sikujali magari wala nguo, nilichotaka ni kumtunza mama yangu. Hii ilibadilisha kabisa simulizi yake kutoka kijana mtukutu hadi mtoto mwenye shukrani na moyo wa kutoa. Kuanzia mwaka 2022 hadi sasa, Aisha Speed amekuwa akisafiri duniani, Ulaya, Asia na Afrika kukutana na mastaa wakubwa, kufanya streaming zinazovunja rekodi. Anajulikana pia kwa matukio ya kushtua hadharani, kuzuiwa au kukamatwa kwa muda katika baadhi ya nchi, lakini pia kuvutia mamilioni ya watazamaji kila anapojitokeza, mabishano na ukuaji. Na Speed pia amekuwa ni mtu wa kukumbwa na lawama, lugha chafu, kauli tata na matukio ya utata mtandaoni, lakini kadri miaka inavyopita ameonyesha kukomaa taratibu, akiomba msamaha pale anapokosea na kuonyesha anajifunza kutokana na makosa yake. Leo hii Aisha Speed sio streamer tu, ni brand ya kimataifa. Hadithi yake ni ushahidi mkubwa wa uvumilivu, huzaa matunda, kuamini ndoto zako kunaweza kubadilisha maisha. Mitandao inaweza kumbeba kijana wa kawaida hadi kilele cha dunia, kutoka kijana aliyekuwa na stream na watu 5 hadi anayefuatiliwa na watu milioni 49. Aisha Speed ni mfano halisi wa kizazi kipya cha mafanikio ya kidigitali.